inaanza saa 10 kamili mpaka saa 2 kamili usiku. Na mimi Veronica hapa niko lisala mwisho la jioni ya leo. Yes, karibu sana msikilizaji, na tukamilishe saa letu la mwisho katika jioni ya leo, katika siku njema ya leo. Mimi Veronica Frank niko hapa mpaka saa 2 kamili usiku. Tuko na mkasa mzuri sana wa mpendwa wetu, rafiki yetu ambaye ametuletea mkasa wake katika msimu huu na akishia pamoja nasi mambo mengi sana kuhusu maisha. Na siku ya Ijumaa kuna mahali tuliishia katika mkasa huu. Ndio tuliishia. Yes, tuliishia hapa. Tuliishia ndugu yetu Daniela akitueleza habari ya mabadiliko ya tabia yake. Tabia yake imekuwa na mabadiliko makubwa sana, lakini akatueleza katika mambo ambayo amekuwa akiyafanya katika mabadiliko ya kitabia, amekuwa akipenda kujihusisha na shughuli za kufanya massage, wanaziita massage center. Anasema huko alikuwa na kiofisi ambacho amekuwa akienda huko, na sio kwamba ni mtu ambaye ni mwajiriwa ile hivyo, akijisikia anaenda anapiga kazi anapata chochote anaondoka. Na anasema hiyo ilikuwa ni kama sehemu ya starehe yake. Na anachoeleza siku moja akiwa katika majukumu yake ya kazi hiyo, anakutana na mteja ambaye anataka hudumiwe na yeye na binti mwingine, lakini akitamani basi wanapomfanyia massage hatua ya mwisho wakae na Daniela anakataa. Lakini mtu huyu anatamani kuzungumza na Daniela kwa ukubwa zaidi, na wanapata nafasi kukutana na Daniela na wanapata kuzungumza. Karibu sana msikilizaji, leo siku njema kabisa, na tusogee mbele zaidi tusikie hiki ambacho ndugu yetu anaitwa Daniela akiendelea kutujuza zaidi. Karibu. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayewasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Yes, anaitwa Daniela. Daniela anasema nilipata nafasi ya kukutana na huyu mtu, na mimi nilikuwa na maswali mengi sana, natamani anipe ufafanuzi. Yeye ni nani? Lakini sikuishia tu kusema wewe ni nani. Nilimuuliza, wewe ni mganga kienyeji? Je, wewe ni mchungaji? Je, wewe ni shehe? Nikiamini watu ambao wanaweza wakawa wanamcha Mungu kama wachungaji au mashehe, wanaweza wakawa na namna wa kuweza kuona matatizo yako, au mganga labda anaweza akawa labda na maruhani ya kuweza kujua mimi na shida gani. Lakini yeye aliniambia yeye si katika vyote ambavyo mimi nimemueleza, na mimi nikamwambia sasa unanieleza hayo wewe kama nani? Daniela anasema mtu huyu alinieleza mimi ni mtu tu wa kawaida, lakini Mungu amenipa karama, nina uwezo wa kuona vitu. Nilipokuona kwa mara kwanza tu, niliona huo kungu uko nyuma ya mgongo wako. Nilimuuliza, nyuma ya mgongo wangu wapi? Nyuma ya mgongo wangu. Alinielekeza kwa yeye anavyoona kwangu. Akaniambia, unaona ukiwa unatembea hapa nyuma ya kichwa chako, yani kwenye usawa wa kichwa changu nyuma, ndo kuna huo kungu. Na akisema hiki sasa kinatembea kwako kama kivuli. Mahali popote unapoenda hiki kiko nyuma yako. Na akaniambia, unaweza ukanipa ushirikiano ukanijibu maswali yangu. Mimi nikamuuliza, sasa hicho kivuli kinafanya nini kwangu? Huo kungu unafanya nini kwangu? Akasema, ina maana upo na kazi maalum. Yani hicho kivuli kipo, ina maana kina kazi maalum, na ndio maana kipo. Unaweza ukanipa nafasi nikakuuliza maswali na ukanijibu?
Mimi nilimwambia niulize swali lolote. Aliniambia, unajisikiaje? Yani unajisikiaje? Nikamwambia najisikia vizuri tu. Akaniambia sawa. Huhisi kama kuna muda mwingine kuna vitu unavifanya sio vya kawaida? Nikamwambia sijajua, ila kuna muda niliwahi kujisikia hivyo. Akaniambia, ni lini uliwahi kujisikia hivyo? Nikamwambia kuna siku nilipata hasira sana. Nilikuwa nataka pesa kutoka kwa mama. Kwa hiyo mama alinyima pesa na kati nilikuwa najua anayo. Kwa hiyo nilimshambulia mama na nikamkaba sana. Mamangu ni mnene lakini nilimnyanyua juu kabisa. Nilijiona kama nimekosea. Na nilitoa mikono yangu haraka sana pale nilipoona kama sifanyi sawa. Lakini nilifeel kama kuna msukumo na upata mimi nifanye hivyo. Akaniambia, si unaona sasa unaweza kujielezea vizuri. Akaniambia, nikwambie kitu, hicho kinachokufanya umpige mama yako, umtukane, umsemee maneno mabaya, ni huu kungu ambao uko nyuma yako. Ni hiki kivuli ambacho kiko nyuma yako. Kinakufanya ufanye mambo ambayo wakati mwingine hutaki kuyafanya. Nikamwambia, kitoe hicho kivuli basi, kitoe, toa huo ukungu na uondoke kwangu. Akaniambia, unaishi hebu nielezee, unaishi na wazazi wako, nielezee maisha yenu hapo nyumbani. Nikamwambia, sina nataka kukuelezea, tunaishi tu. Akaniambia, nisaidie jambo, unaweza kunikutanisha na wazazi wako? Nikamwambia, mambo mimi ndo waga staki. Yani habari tunazungumza mimi na wewe hapo unaanza kuwataja wazazi wangu, mimi hivyo vitu ndo sivipendi kabisa. Tuzungumze issue nyingine lakini sio habari za wazazi wangu. Akaniambia, nikwambie, umeongea lugha nzuri. Nikitoe hicho kivuli kilichopo nyuma yako. Hatuwezi kutoa kivuli hivi hivi. Nikutanishe na mamako au babako. Mimi nikwambie Daniela, wala sijaja kukutana nayo kwa bahati mbaya. Si nilikwambia mimi sijagi pale na massage center yangu maalum kabisa waga naenda. Lakini kuna kitu kilinivuta pale siku zile. Na mimi nilipaswa kuonana na wewe, sio mtu mwingine. Na mimi nataka kusaidia. Lakini hivi vitu haviwezi kusaidika hivi hivi. Lazima nikutane na familia yako, kama wazazi wako hapo nikutanishe nao, kama ni shangazi ni nani nikutanishe naye. Haya tulizungumza mimi pamoja na huyu kaka. Mimi unajua siumwe. Sio kwamba na maradhi ananisumbua kwamba anahitaji matibabu, mtu aniambie nitakutibia. Mimi siumwi popote unavyoniona hapa. Sina ugonjwa wowote, mimi ni mzima kabisa wa afya. Daniela anasema, aliniambia, inawezekana nimekuambia kwa ghafla, naomba upate muda uweze kutafakari. Lakini mimi nitakufanyia jambo moja. Nikamwambia ndio. Akaniambia, unaweza ukarudi nyumbani. Ukirudi nyumbani kwenu, chukua sufuria, weka maji. Akaniambia niweke maji lita 2. Ukiweka maji lita 2, unaona haya majani? Akanipa majani tu haya majani, mimi siyajui majani gani, lakini majani mabichi. Akaniambia, nenda kachemsha haya majani. Ukichemsha majani acha yachemke sana. Alafu chukua ya majani, nenda kakae mahali. Chukua shuka ambalo unaona halitakuwa na wepesi. Kama ikiwezekana, unganisha mashuka mawili. Kama una blanketi, jifunike kwa hilo blanketi. Jifukize ule mvuke ambao unatoka kwenye hayo maji. Kwa hiyo wewe unapochemsha haitakiwi mvuke utoke. Yani funika na mfuniko ambao mvuke wake hautatoka. Mvuke utafungua tu pale ambapo utakuwa umeshajifunika. Fanya hilo zoezi leo. Ukifanya hili zoezi leo, alafu utaniambia. Nikamwambia, huu ni uchawi?
huu ni uchawi. Akaniambia haya ni majani. Kwani kwenye majani mimi nimekwambia neno lolote? Haya ni majani, si uyajua ya majani? Mimi nikamwambia mimi najua mambo ya nini haya mambo. Akasema haya mambo mbona yapo? Haya mambo yapo toka miaka ya nyuma, hadi wazee wetu walikuwa wakijifukiza. Hichi ni kitendo cha kujifukiza. Mtu unauma mafua, ujisikie vizuri, unajisikia homa, unaweza ukajifukiza na baadaye ukajisikia vizuri, maumivu ya kichwa yakakuachilia, ulikuwa mchovu, ukaona unapata nguvu. Ni vitu vya kawaida, sio mambo ya uchawi bwana. Tulizungumza mimi pamoja na mtu huyu. Haya anatueleza, anaitwa Daniela. Mapumziko mafupi msikilizaji, nami nitarejea hapa na tutazidi kusoma leo. Yes, msikilizaji, na tunazidi kusogea mbele zaidi katika haya ambayo ndugu yetu anaitwa Daniela akiendelea kushia pamoja nasi. Daniela anasema ilikuwa ni mazungumzo ya awali mimi pamoja na kaka huyu. Kiukweli sifahamu mengi kumhusu, ila yeye amekuwa akiniuliza maswali kadha wa kadha ambayo machache nimeshia pamoja nawe. Ndio. Daniela anasema nilichukua haya majani na nilifika nayo mpaka nyumbani. Nimefika nyumbani nilikutana na mama. Mama aliyaona haya majani. Akaniambia unaumwa? Nikamwambia ndio, nahisi mafua. Akasema nikuagizie dawa au unaweza ukawa na homa? Nikamwambia hapana. Nikaenda nikachemsha haya majani, maana nilimwambia haya majani tu yananitosha. Nimeambiwa yanaondoa mafua. Akasema mimi siyajui haya kama yanaondoa mafua. Nikamwambia we mama, unayajua yapi yanaondoa mafua? Akasema mengi, majani mengi mimi nayafahamu, ila haya mimi siyafahamu. Nikamwambia basi haya ni ya leo sio yafahamu mama, ila ndio yana kazi hiyo ya kuondoa mafua. Mamangu hapendi kujibizana sana na mimi. Ananiambia tu sawa, nimekuelewa, ni sawa na uko sahihi kabisa. Daniela anasema basi nakumbuka baada ya kuchemsha kweli nilienda na nikajifukiza kama alivyonieleza. Nikajifukiza. Niliambiwa mpaka jasho linitoke, ule mvuke mpaka uishe, yani upoe. Na mimi ndo nilivyofanya. Nikatoka hapo kijasho kinanitoka kweli. Basi nikayaweka zangu pembeni, nikakaa usiku kaingia, na Daniela anasema nakumbuka mimi nikalala zangu. Daniela anasema nilipolala usiku, Daniela anasema najiona mimi, yani mimi Daniela najiona mimi niko na Ana huyu ni mtoto wa jirani yetu. Ana alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Sio yeye tu, hata mama yake, yani mama Ana alikuwa ni family friend na mama yangu, yani na familia nzima kwa ujumla. Lakini sasa hivi familia yetu na familia ya kina Ana imekuwa ni wadui mkubwa sana. Na mama mara zote yeye amekuwa akisema mama Ana ni mama mbaya. Na pia mimi pamoja na Ana tumekuwa sio marafiki tena. Ni watu ambao kila mmoja anapita kwenye njia yake. Ana yeye alikuwa hapendi shule, anajichanganya sana kimtaa nini. Lakini mimi nilikuwa ni yule ambaye napenda sana masomo. Lakini sasa hivi tumekuwa hatuko tena pamoja njia moja. Kwa nini nasema hivyo? Pamoja kwamba mimi nilikuwa nazingatia masomo, yani napenda masomo na sikiliza wazazi, lakini sikuwahi kumwacha Ana kama rafiki yangu. Lakini sasa hivi kuna kitu kimetokea kwenye maisha yetu, yani mimi ndio nimekuwa binti chakaram kabisa. Lakini Ana yeye aliamua kubadilisha mifumo yake ya maisha. Ana alikuwa hapendi shule, Ana amerudi shule, kuna kozi anasomea. Ana alikuwa sio mtu wa kukaa nyumbani. Ana sasa hivi anakaa nyumbani, utamkuta anafagia, unakuta anaosha vyombo. Ana alikuwa na mambo mengi, siku hizi hana tena mambo mengi, anamsikiliza mama yake. Yani ni binti ambaye alikuwa anapenda kuzurura, anapenda wanaume. Sasa hivi Ana mambo yote yale mabaya alishaacha. Kwa hiyo ndo maana nakwambia ni watu ambao tulipita kila mtu na njia yake. Na mimi waga nashika time yangu. Ila mama Ana yeye ananipendaga tu mimi. Yeye ananipendaga, njoo mwanangu au jala, njoo upite ule. Na mimi nimekuwa nenda na kula, na sijawahi kutenganishwa na upendo wangu mimi na mama Ana.
Yani mama yangu, ndugu zangu wakiongea hawajui kunifanya mimi nishinde kumfurahia mama Ana. Mimi namuonaga tu ni mama mzuri na namfurahia siku zote. Daniela anasema kwa hiyo mimi naota ndoto niko na Ana. Mimi na Ana na tupo kwenye chumba. Natamani sana nikizungumza hivi unielewe hiki ninachokisema. Ndio. Daniela anasema mimi na Ana tupo kwenye chumba. Mimi nikiwa nimevaa nguo ndefu. Yani nguo ndefu ya heshima mpaka chini. Juu nikiwa nimevaa shati langu refu, yani kiufupi nimevaa mavazi ya kujistiri. Na haya ndio yalikuwa mavazi yangu. Ndio, lakini nisizungumze kwamba haya yalikuwa mavazi yangu nikakurudisha nyuma. Nirudi hapa hapa. Mavazi ya kujistiri, mavazi ya heshima. Nywele zangu nilikuwa nimekata vizuri. Yani zimekatwa kisichana. Niko kwenye kichumba, lakini namuona Ana. Ana amevaa mini jeans. Yani jeans iko umu, mapaja yote yako wazi. Hii ndoto naikumbuka vizuri sana. Chini alikuwa amevalia buti. Huku juu amevaa kitopu, yani kidude ambacho kimefunika tu hapa kwenye kifua. Na huku amejichora matatu. Sasa kwenye hiki chumba, yani mimi nikiwa niko na Ana, mara ghafla yale mavazi yangu mimi ya nidhamu namuona ameyavaa Ana. Mimi nikavaa ile sketi, vile viatu na zile tattoo na nini, na vile Ana amenyoa. Mimi na staili yangu napenda kunyoa. Yani nikinyoa ndo unasikia starehe. Viduku na naweka bridge. Leo utanikuta nimepiga rangi hii, nikigeuka hivi nimepiga rangi hii. Yani nabadilika. Sipendi kuacha nywele zangu zikiwa ziko black. Na sipendi kuziacha tu zikakuwa. Yani lazima nipige mnyoo huo wa hatari. Ndio unajisikia vizuri. Sasa hapa mimi naona nimenyoa kama vile ambavyo Ana alikuwa amenyoa. Sasa mimi kwenye hii ndoto nasema, kwa nini nimevaa mavazi ya Ana? Yani Ana, wewe kwa nini umenipa mavazi yako? Ana anacheka kwenye hii ndoto. Mimi ndo nilishtuka. Niliposhtuka nikatulia. Nikangoja pamepambazuka. Nikampigia yule kaka simu. Alipopokea tu akaniambia, umeota ndoto. Umeona nini kwenye ndoto? Nikataka nianze kumwambia, akasema usiongee na simu. Tunaweza tukaonana. Nikamwambia mapema hii yuko, hata sasa hivi ukiniambia nije pale tulionana jana naweza nikaja. Nataka nikusikie ukiwa unaniambia. Kinywa chako kikiwa kinatamka vile ulivyoota. Sijui Ana unaelewa ninachosema. Daniela sijui unanielewa ninachosema. Hiki ninachokuambia sasa hivi ndio kinaenda kukufanya wewe hicho kivuli kikaondoka nyuma yako. Nikamwambia sawa, mimi naoga sasa hivi. Nikwambie toka nimebadilika kitabia. Hakunaga mtu anaweza akanifanya mimi nika calm down. Hayupo. Yani tu ukinikuta huko kitaa, hakuna mtu mimi ananiweka chini. Yani mimi muda wote niko hai. Si mpenzi, si nani. Yani muda wote mimi niko hai yani. Lakini huyu namsikiliza, kitu cha kushangaza sana. Nimetoka pale nakwambia mkuku naoga. Mama ananiambia, vipi una safari? Nikamwambia ndio na safari. Akaniambia, haya hayo majani umejifukiza hayana shughuli tena au tuyamwage? Nikamwambia yaache, nitayamwaga mwenyewe. Akaniambia bado unajisikia vibaya? Kwa nini usiende hospitali? Nikamwambia mama, ningekuwa naumwa si ningekwambia. Hivi nikiamwaga kunyamaza kwa nini usiniache? Nayo ni majibu ambayo mama yangu ameshazoea kusikia. Yani kwanza yani madogo. Yani mimi kumfokea mama ni kitu cha kawaida. Yani kumkuta mama jikoni anafanya hivi nikamfokea ni kitu cha kawaida. Kumtishia kumpiga au kumpiga ni kitu cha kawaida. Na sijali na wala siogopi. Ndio.
Daniela anasema basi nikajiandaa na moja kwa moja nikasogea mpaka pale tulikuwa tumekubaliana. Aliponiona akasema, unajisikiaje? Aliponiona tu nikamwambia sielewi. Akasema, huelewi kwa sababu walioweka kivuli nyuma yako sasa hivi wameanza kuona vitu sio vya kawaida. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akaniambia, leo nyumbani umemwacha nani? Nikamwambia, nimemwacha mama na ndugu zangu wengine. Sawa, nitakueleza kwa nini nimekuuliza kuhusu mama. Nikwambie, ni mwanzo mzuri sana watu wazako. Nikamwambia, unazungumza kuhusu nini? Nifafanulie kuhusu hii ndoto. Nikamuelezea. Akaniambia hivi, unaona hichi kitu ulikiona kwenye ndoto ndicho kilichotokea kwenye maisha yako. Na wewe ukitoka hapa huwezi kwenda kuongea na mtu kama unavyoongea na mimi. Sio, unaelewa? Kwa sababu mimi na nguvu nilizokuwa nazo, nina uwezo wa kufifisha hii nguvu ambayo imewekwa ndani yako. Na ndio maana ukiwa na mimi hujihisi kama una cool down. Nikamwambia ndio. Si unajisikia hivyo? Ni kwa sababu hii nguvu humu ndani haiwezi kustahimili mimi nikisimama hapa. Huu wewe umewekewa ni uchawi. Nikamwambia, wewe ni mchawi pia? Akaniambia maswali mengi. Wewe, yani wewe hapa ulipo, watu walibadilisha nafsi yako. Nikamwambia, watu walibadilisha nafsi yangu mimi? Nikamwambia, wewe, watu walibadilisha nafsi yangu? Unajua unachokiongea? Unajua habari za nafsi? Akasema, wewe ndo unacheka kwa sababu huelewi kinachokisema. Watu wamebadilisha kila kitu chako. Hii akili hii sio ya kwako. Sio, unanielewa? Tabia ulizonazo sio za kwako. Vitu unavyovipenda sasa hivi sio vitu unavyovipenda wewe. Maisha unayoishi sio maisha wewe ulipaswa kuishi. Haya maisha unaishi na kupeleka kwenye hatima, hiyo sio hatima yako. Hii ni hatima ya mtu mwingine. Ila wachawi wamebadilisha hivi vitu kwenye maisha yako. Uliyeota ndoto, uliyemwota uko pamoja naye, yeye ndo ana maisha yako. Ninakuambia, ninakuapia, nilisikia sentensi hii kwenye maisha yangu, naweza nikasema kwa mara ya kwanza. Yani kama mimi naweza nikawa mimi hivi nilivyo, lakini kumbe nikawa sio mimi. Kuna vitu ulikuwa unapenda, kuna namna ulikuwa unaongea, kuna namna ulikuwa unaishi. Yani ina maana vitu vyangu vyote vile ambavyo Mungu alinibariki navyo, aliniomba navyo, niko navyo, nilikuwa naishi navyo, vyote vimechukuliwa. Mimi naishi maisha ya mtu mwingine hapa. Yani mimi naishi maisha ya mtu mwingine. Jamani, inawezekanaje mimi naishi maisha ya mtu mwingine? Kwa sababu mimi najiona ni mimi. Yani mimi najiona ni mimi. Najiona mimi naitwa Daniela, najitambulisha ni mimi. Mimi hivi ni vitu navipenda. Nasema hapana, sio wewe. Wewe hivi sio vitu ulivyokuwa unapenda. Na akaniambia, huwezi kujielewa mpaka siku hiki kitu kitakapoondoka nyuma yako. Akaniambia, jambo moja muhimu sana, nikutanishe na mamako. Nikamwambia, mama ili afanye nini? Akasema, unaona kitu ambacho kimewekwa kwako, yani kimepandwa kwako, imepandwa kwako chuki ya kumchukia mamako. Lakini mamako ni mama mwema, kwa sababu anaamini kuna siku moja utakuja kubadilika. Ni mama ambaye hamtupi mwanae. Pamoja na yote umefanya na umekuwa ukimfanyia, hajawahi kukuacha, hajawahi kukunyima chakula. Unaona, kwa sababu kusudi ya hiki kitu kila mtu akukatae. Yani ufe peke yako, kila mtu akukatae. Na mtu anakataliwa vipi? Anakataliwa kwa tabia zake. Ina maana ukitokeza tu mahali hakuna mtu anayekufurahia.
Hakuna mtu anayekupenda. Ina maana mwisho wa siku utafia popote na historia itakuwa imeishia hapo. Na wengi watu kama wewe waga wanakutwa na mambo kama haya. Anauao kwenye udokozi, unakuta mtu labda ametaka sana pesa, kuna kiu ya kitu amekipata, anaamua ngoja nichukue hii hata 2000 nikapata chochote. Unakuta siku hiyo hiyo inakuwa sio siku nzuri kwake, mwizi wanampiga, wanamuua. Ilikuwaje? Ni mwizi, imeishia hivyo na imeishia, lakini hii ilikuwa ni mipango ya muda mrefu. Lakini pasipo kujua, mambo ndio yanakuwa yanaisha hivyo. Aliniambia nikutanisha na mamako leo. Utaki kunikutanisha naye, nipe niongee naye kwenye simu. Mimi kuna maswali nitamuuliza, atanijibu, na nitamuelekeza mamako namna ya kukusaidia. Daniela anasema mimi nikachukua simu yangu, nikampigia simu mama, tuko hapa, na nikeka loudspeaker. Mama akapokea, akaniambia, mwanangu, hivi unajua siku 2 hizi sina raha, mbona umekuwa mnyonge? Nikamwambia, kwa nini mama unaniona mimi nimekuwa mnyonge? Mwanangu, umekuwa mnyonge, sio kawaida yako. Kuna shida gani na kusumbua? Una tatizo gani? Nikamwambia, mama, mimi nimekupigia simu, si ndio unisikilize, nataka kukuambia nini? Ndio mwanangu, nakusikiliza. Niambie mwanangu. Nikamwambia, kuna mtu mimi nimekutana naye huko kwenye mishemishe zangu, anataka kuongea na wewe. Mama akaniambia, usitaki kuniletea habari za wanaume zako? Nikamwambia, unaona nitakata simu sasa hivi, mimi nitakata simu, mimi ndio nimekupigia. Narudia tena, mimi kumfokea mama, yani naona ni kama naongea na mtoto, yani iko kawaida. Narudia hii sentensi kwa sababu sio kitu cha kawaida kumfokea mamako, babako. Yani au kumtishia kisu, kumwambia nitakupiga, kuchukua kiti kutaka kumrushia. Yani kwa mtoto, kwa mzazi, sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Na mimi leo ukiniuliza katika vitu ambavyo nimewahi kujisikia vibaya aga na umia, na nikimuona mtoto anamfanyia mzazi wake na umia, ni vitu kama hivi. Akija baadaye mtu unamwambia ilikuwaje, anakuambia sielewi, ila ulimshika mama ukampiga, au baba ukampiga ukamuumiza. Au wakati mwingine unakuta mtu anaamua kuwaweka wazazi wake ndani ya nyumba, anachoma moto unguo wafe kabisa. Baadaye anaulizwa, vipi ilikuwaje? Sielewi mimi sijui. Vitu kama hivyo. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Daniela katika siku njema ya leo. Kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nitakupeleka mapumziko dakika chache, na tutarejea hapa kusogea mbele zaidi na kuyasikia haya ndugu yetu Daniela akaendelea kushia nasi. Yes, dakika nazo zikiwa zinazidi kusonga mbele, msikilizaji, na mimi niko hapa nikikujuza muendelezo wa mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu yetu anaitwa Daniela kenshare pamoja nasi. Daniela anasema hii ilikuwa ni simu nikiwa nazungumza na mama, nikimwambia kuna mtu hapa anataka kuzungumza na wewe. Na ni kweli mimi nilimpa simu huyu mtu, na hapa tulikuwa tuko ndani ya gari yake. Akasema, mama Daniela, shikamoo. Mama akasema, marahaba mwanangu, jambo? Huyu akamwambia, mimi si jambo. Akasema, mama samahani tunakusumbua, tumekutana Daniela hapa, nikawa na shauku mama nizungumze na wewe hata dakika 2-3. Mama akasema, nakusikiliza mwanangu. Daniela amekuletea matatizo yoyote? Kuna vitu unamdai? Moja kwa moja mama akamuuliza hilo swali.
Huyu mtu akamwambia, kwa nini unasema hivyo mama? Akasema, kwa sababu Daniela akinipigia hivi simu, basi lazima kuna watu wamemshika, wanamdai pesa, au kuna vitu vya watu wamewabebea. Niambia, unamdai kitu gani? Basi huyu mtu akasema, hapana mama, Daniela hajaniibia, hajanitapeli, wala na sijakupigia simu kuhusu madai. Akasema, haya mwanangu, nakusikiliza. Huyu mtu akamwambia, mimi nilikutana na Daniela, naomba nikwambie ukweli. Mimi nikawa namwambia hapana, yani asimwambie mama, kwa sababu mimi kuna mambo mengine sitakagi sana, mishe zangu na za kitaa nyingine nazifanya wazazi wajue. Kwa nini? Yule mtu akaniambia, nyamaza. Mimi nilikutana na Daniela Massage Center. Unajua mwanao alikuwa anafanya, kwa sababu sasa hivi ameacha, alikuwa anafanya kazi Massage Center mmoja, na akamtajia. Mama akamwambia, mwanangu, siwezi shangaa hata Daniela ukiniambia popote pale anafanya kazi za ajabu za aina gani, sitakata. Na kusikiliza. Akasema, mimi ndo nilikutana naye hapo. Nilienda kama mteja, na nilipofika nilimuona binti yako Daniela. Nilipomwona Daniela, nilikiona kitu sio cha kawaida anacho. Na katika watu niliwachagua wanihudumie, nilimchagua na yeye pia anihudumie, lakini sikumchagua peke yake, nilimchagua na mwenzake. Wakanihudumia vizuri. Lakini nilimwambia Daniela, ninamhitaji zaidi ya faraga, zaidi ya massage amenifanyia. Alikataa. Nilimwahidi mpaka shilingi 500, alikataa. Unajua mama, kwa nini nakueleza hayo? Kwa sababu nataka nikwambie kitu unaweza ukanielewa, kwa sababu wewe ni mama, huyo ni binti yako. Niwe muwazi, mimi ndo nilimfukuzisha Daniela kazi pale. Na alifukuzwa kazi siku ile ile. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Daniela, nijue familia yake, alinikatalia. Hakunipa ushirikiano, lakini yule bosi pale alinipa namba za Daniela. Hii kanifanya nikampigia tena Daniela. Akawa na hasira na mimi, lakini baadaye alitulia. Mama, mimi nimekupigia simu kuhusu binti yako kwa sababu kuna kitu anacho binti yako. Je, mama, unajua mwanao ana kitu kiko na hayuko sawa? Mama akamuuliza, wewe ni nani? Wewe ni nani? Akasema, mama, kunijua mimi sio muhimu zaidi ya hiki ninachokuambia kuhusu binti yako. Na sio muhimu sana mimi tukaonana kama ikishindikana. Lakini nataka nikwambie, kama ulikuwa hujui na umekuwa ukihangaika siku nyingi kwa ajili ya mtoto wako ana kivuli kiko nyuma yake. Na kiko inaonekana ni miaka mingi. Na hiki ndicho kinachomtesa binti yako. Anahangaika kwenye hizo massage center, anaanza kufanya mambo ya ajabu. Ananieleza mambo mengi pia amekuwa akifanya, ni kwa sababu ya nguvu ambayo ipo inamsukuma kutoka kwenye hichi kivuli. Na nimepata nafasi ya kuzungumza na Daniela, na kuna dawa nilimpa. Akanieleza kuhusu hiyo dawa, akanieleza ndoto aliyoota. Akaniambia kuna rafiki yake ndiye ambaye amemota kwenye ndoto. Aliwahi kuwa rafiki yake, lakini sasa hivi wamepishana njia, kwa sababu hiyo rafiki yake yeye amekuwa na maadili mazuri, kwa hiyo hawezi wakakaa pamoja. Mama akaanza kulia kwenye simu. Akamuuliza, wewe ni nani? Wewe ni nani? Niambie wewe ni nani? Huyu mtu akamwambia, mimi, unaweza kusema mimi ni mtumishi wa Mungu labda. Siwezi kusimama nikajieleza kiundani zaidi mimi ni mtumishi wa Mungu, hapana. Sio shekhe wala sio mchungaji. Na pia mimi sio mganga. Mama akamwambia huku analia, sasa wewe ni nani? Ni nani? Nisaidie. Nikuone basi. Mbona umeniambia mambo mazito kumhusu mwanangu? Nimehangaika na huyo mtoto. Hakuna mahali sijaenda. Mpaka sasa hivi nimefilisika kwa ajili ya huyo mtoto. Licha tu ya yeye kuniibia vitu, lakini nimetoa pesa, wapi sijaenda. Nimeshaenda. Huyu mtu ni amefanyiwa dua na dua. Nimembeba huyu, nimempeleka makanisani.
Mwanangu, mimi nimekuwa ni mtu wa kukesha makanisani. Nimekesha makanisani. Ni nini nimeambiwa nitumie kuhusu mwanangu? Yeye na pombe, yeye na mabangi, yeye na wanaume. Yeye ndo nikisema wa kunipiga. Huyu mtoto amenipiga, anamtishia mpaka babake. Hapa nyumbani hakuna mtu mwenye amani naye, nimebaki mimi tu. Maana huyu ni mwanangu, nitamtupa nitamweka wapi? Hakuna ndugu yangu yote anamtaka huyu mtoto wangu, hayupo. Hakuna rafiki yangu anamtaka Daniela. Hakuna mtu anamtaka Daniela hapa mtaani. Amekuwa ni mtoto asiyefaa. Watu wanasema siku moja utakuta maiti ya mtoto wako. Mtoto wako ni mwizi. Naugua mimi kama mama. Ninateseka mimi kama mama. Nifanye nini sasa? Nitamtupa huyu mtoto? Nikaambiwa mchukue akafanyiwe matibabu. Nimehangaika na kwambia kusema kwamba ana matatizo ya akili. Nimehangaika hana matatizo ya akili. Mwanangu anasema amechezewa. Na kila siku nikilala nikiamka, mimi najua anayemtesa mwanangu. Ninamjua anayemtesea mwanangu. Huyu mtu akamwambia mama. Akamwambia basi haya yamefika mwisho. Yamefika mwisho. Usikate tamaa. Wote wanaweza wakamkataa mwanao. Wote wanaweza wakamkataa mtoto wako. Lakini wewe mama huwezi kumkataa. Umefanya vizuri. Mama akasema naomba nikuone. Naomba nikuone mwanangu. Hata nikuone wewe ambaye umemwona mwanangu ukambebea uzito kiasi hiki, hata kuja kunitafuta nizungumze na wewe. Maana mimi mwanangu hakunaga mtu anayemuonea huruma hata mmoja kwa sasa hivi. Hayupo. Alishaharibu kila mahali. Kila mmoja anasema bora afe huko siku afe, afie mbali, tukipata mwili sawa, tusipopata mwili sawa. Naomba nikuone mwanangu. Huyo mtu akamwambia basi mimi nitaongea hapa na Daniela tufanye utaratibu ili anilete. Lakini mama, mimi nataka nikwambie kitu. Usichoke kumpigania binti yako. Kilichomfunga kina nguvu. Kwa hiyo ili atoke kwenye hiyo lazima kuwe na nguvu ya kumtoa kwenye hicho. Nguvu ndogo haiwezi kutoa nguvu kubwa. Mama akamwambia kama ni uchawi, ninaweza nikaupata uchawi mkubwa kuliko waliomchezea mwanangu. Niko tayari mimi kuwa mchawi. Haya maneno mama anamwambia huyo mtu. Na kama mimi ukiniambia chochote, ukiniambia mimi nianze kusali kwa sababu nimeshasali, sijui nasali nini sasa, sielewi hizo ibada zipi mimi naweza nikafanya, niko tayari. Kama nikufanya dua niko tayari vyote, maana hivi vingi nimevifanya. Nimekuwa tunadanganywa. Waganga wamenidanganya. Wameniambia mtoto ana hiki, kusema kwamba mwanangu anatembea na kivuli. Mimi sio mara ya kwanza nasikia hizo sentensi. Unazoniambia sio kwamba ningeni kwangu. Lakini kutoka kwenye hiyo hali ndio imekuwa ni changamoto mwanangu. Yaani kumtoa hicho kivuli, maana na mimi nahangaika. Naambiwa hapa wewe na kivuli, nisaidie kutoa. Hakuna. Tulizungumza hayo. Basi Daniela anasema huyu mtu alipokata simu akasema mama atabaki kuwa mama. Kuna watu waga wanasema mama nani kama mama, nani kama mama, nani kama mama. Waga hawaelewi maana hii ya nani kama mama. Hii ndio maana ya nani kama mama. Wakati dunia inakukataa, wanakupinga, yeye mama anasema mwanangu yeye bado atakushikilia, bado atakutetea, ataenda kukuonya pembeni, lakini bado atakuwa na wewe. Hawezi kukuacha. Nimemwonea huruma sana mamako. Inaonekana kuna mapito anapitia kwa sababu yako. Kwa sababu ufuatilie, pengine hata kuna magonjwa amepata kwa sababu yako. Akaniambia, sasa Daniela, mimi na wewe naomba tuonane kesho tuende kwa mama. Naomba tuonane kesho tuende kwa mama. Nikamwambia sawa.
Akaniambia, utaendelea kujisikia vizuri. Yale maji si uliacha? Nikamwambia ndio. Akaniambia, nenda tena, utajifukiza tena yale maji, utajisikia vizuri. Nikamwambia ndio. Naona ulikuwa na uwezo mkubwa sana. Unaishi kana kwamba ni mtu ulikuwa huna chochote, yani huna utimamu, huna chochote. Lakini vitu vitakaa sawa. Nikamwambia sawa, asante. Nikamuuliza tena hili swali, wewe ni nani? Maana mimi kwenye ufahamu wangu mdogo nachoamini, naamini kuna watu wanamwamini Mungu, naamini kwenye nguvu za giza. Yani naamini utawala wa duniani, hapa duniani, vile vitu vinavyopariti hapa duniani, kuna Mungu, kuna nguvu za giza. Yani kuna shetani, kuna Mungu. Wewe ni choice yako. Unaamini nini? Umechagua kipi? Huyu akiniambia yeye sio mganga, yeye sio shehe, yeye sio mchungaji. Kama ni hivyo, yeye ni nani? Kama sio kutumia nguvu ya Mungu kwenye kufanya dua kwa upande wa Uislamu, kama sio kufanya ibada kwenye upande wa Kristo, na kama sio uganga, yeye anafanya ibada zipi ambazo ni tofauti na hizi ambazo mimi nazifahamu? Aliniambia, umeteseka sana. Umeteseka siku nyingi sana. Mwisho wa mateso yako umefika. Mimi nijitambulishaje sasa? Inatosha nilivyojitambulisha. Nikamwambia sawa, kwa kesho tutaonana hapa, alafu ndo tuende nyumbani. Akaniambia ndio. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Daniela anasema, basi na yakumbuka majira haya, mimi nikarudi moja kwa moja nyumbani. Sikio nikarudi moja kwa moja nyumbani. Unajua kuna hali fulani nimeipata sio ya kawaida. Na hata kwa mfano simu yangu, wewe Daniela vipi? Mbona uonekani? Sasa hawa ni wale ambao wanajua wakifika nitakuwa na 200 300 nini, tutatafuta wapi skanka zipo, tutapiga. Wanajua wale nitanunua hizi pombe kali hizi za gharama nafuu, tutapiga, tutazunguka, tukikosa tutakunywa hata pombe za kienyeji. Yani wanajua kwamba mimi sikosi chochote. Yani wale ambao na wenyewe ndio harakati ziko humo. Upendo wao ni kwamba na mimi nina nafasi ya kufacilitate vile vitatu. Lakini nikarudi moja kwa moja nyumbani. Nimefika nyumbani, mama akanikumbatia. Akaniambia, mwanangu, ni nani huyu? Huyu mtu ni nani? Nikamwambia, mama, mimi sijui. Akaniambia, mwanangu, umekutana naye lini? Nikamwambia, mama, ni juzi tu. Nieleze mwanangu kuhusu huyu mtu. Huyu mtu ni nani? Nikamwambia, mama, mimi mwenyewe sijui. Unaniona unavyoniuliza maswali? Nimeshakwambia mimi mwenyewe sijui. Ameniambia kesho tutaonana naye na atakuja hapa nyumbani. Amesema anataka kuongea na wewe ana kwa ana, anataka unapokaa. Na ameniambia kila kitu kitakuwa sawa. Akaniambia, mwanangu, unajua umeanza kubadilika. Unajisikiaje? Umekuwa mpole. Unajisikiaje? Nikamwambia, niko tu kawaida. Yani si shout muda wote, maana mimi nilikuwa na shout. Ni muda wote mishipa yangu yani imesimama. Yani muda wote niko na hasira. Ni mtu wa jaziba muda wote. Wewe niongelesha kwa taratibu, mimi nakujibu kiukali. Nenda zako huko. Yani umeniuliza kitu tu simple cha kawaida, mimi nimesha panic. Vita. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Daniela. Ni nani mtu huyo? Ndio, najua unatamani kujua. Ni mganga? Ni mtumishi wa Mungu? Ni nani huyu? Na nini ambacho Daniela anataka kutueleza? Mateso ya miaka mingi hii, nini ambacho anataka kutueleza? Karibu sana kesho na tusogee mbele zaidi, tusikie hiki ambacho ndugu yetu Daniela anashare pamoja nasi. Nikutakia usiku mwema. Ndio.